Saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki, tarehe 30 za mwezi wa 7 2026. Hii ni Amka na Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muktasari wa habari za moto. Kivu ya Kaskazini, wazalendo waendelea kuwadhibiti magaidi wa M23 maeneo ya Kiamate. Kivu ya Kusini, wazalendo watupia lawama wanasiasa kujaribu kuvuruga wazalendo. Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaanza mchakato wa kuwaondoa FDLR. Rais awasili Kamina, huku pia mabadiliko kwa upande wa sheria na wapinzani wapinga kubadilika kwa katiba. Unasikiliza matangazo haya ya Amka na Baraka1 TV kupitia Mutule FM kutoka huko maeneo ya Shabunda, na vile usikose kushiriki na sisi kwenye operation Saidia Muzalendo, na pia endelea kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yako nazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuchukue moja kwa moja taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kaskazini pamoja na Kivu ya Kusini kiujumla. Wazalendo waendelea kuwadhibiti magaidi wa M23. Tarehe 29 za mwezi wa 7 2026, baada ya mapigano makali kutwa nzima maeneo ya Kiamate, mlima huo wa Kiamate ambao hapo awali ulikuwa umedhibitiwa na magaidi wa M23, milima ya nyanja ya juu na milima ya nyanja ya chini kwa Kivu ya Kusini, Kivu ya Kaskazini tarafani Masisi, bado hali inazidi kuwa tofauti kwa magaidi wa M23, maana wanaendelea kupata kipigo kutoka kwa wazalendo. Wazalendo wanaongozwa na Afande Nyama ya Balozi wamefanikiwa kwa mara nyingine tena kudhibiti kilima cha Kiamate, na yote ni baada ya mapigano makali dhidi ya magaidi wa M23. Tuko mulima ya Kiamate, tuko na kundi la Nyama za Balozi na Costa na Mama Lizala. Hapa ndo kwenye adui alikuwa na kaba kumulima ya Kiamate. Hizi ni nyumba zenye zilichomewa wakati tulifukuza adui kabisa. Leo siku ya 3 tariki 29 tunahakikisha tunafika kwenye mlima wa Kiamate kuangalia kwenye adui alikuwa na kaba wakati tulikuwa mashambulizi kumiezi yenye ilipita. Na sasa leo tumeamua tufike. Hizi ni andake zao zenye walikuwa wanaweka. Ingine andake yao hiyo. Kizani wasoda kwa kabisa. Kosi 3 hapa. Kosi la Costa, Nyama za Balozi pamoja na mwingine ambaye nilitaja Mungu anataka, na ingine andake wasodava. Mimi peke huyu. Tunahakikisha leo tunafika kwenye adui alikuwa na kaaba, adui ya M23. Mrema hatuna tatizo, tumejitahidi tumefika kwenye eneo la adui alikuwa na kaaba kwenye mlima wa Kiamate. Jeshi la wakubwa watatu ambao nimekwisha taja deja. Hizi ni makuni zenye walikuwa wanapigisha chakula. Hii eneo yote walikuwa wanakaba vrema.
Njuri ni wajeshi hawa. Wengine wajeshi hao wamekisha pumzika kwenye eneo adui alikuwa na kaba saki zile za chakula. Tumehakikisha tumefika kwenye eneo la adui. Hawa ndio wakubwa wetu, tayari wameasili. Mama alizala hapa. Mbona angalia kereki siku. Hapa ndio fasi ya adui alikuwa hapa. Hapana, hii hapa panaki mbaya. Hii ni kuangalia fasi ya shimu ya adui alikuwa. Ndio pale alikuwa hapa. Andake zake hizo zote. Ndaki yake hii. Ndaki yake ile pale. Ndio vile. Ndio kwenye mimi nasimamia pale. Nyama za walozi kwenye mninga. Kuna mama alizala hapa. Hapa ni mama alizala. Balifanya wapi? Mimi naona kule kushoto kule chini. Kwa ndaki yako hapa. Ndio kwenye huko kule. Mimi naona naona watu wako. Tuna basi kama baba hebu niko na hapo. Estra. Shuka kule liko hapo mbele pale kwenye barabara. Hawa ndio tutasiwa na Mungu na zala kiko zala. Zanga nyama za bandu. Za hao wana. Nao filme place nyoso. Mungu na zala ki. Estra. Omoni place Mungu na zala ki wana. Shirete batu wa pesa. Andaki ya adui. Tunairunguzia. Mtoto na niko naona na jeshi pale. Niko naona sanyaga kilima sasa kama wewe mlisema niko chini yako sasa. Hapa kabisa. Nyumba ya adui. Uko mbali kule, wewe uko mbali. Katika yo, hapa hivi ndio andaki. Kiongozi komanda PM. Na mzigo ya jeshi zake pale. Pole pole. Ndio vile. Mimi kiongozi mwenyewe nasimama hapa mpaka nyumba hii. Kamata hapa. Hapa ndio nyumba ya adui kabisa hiyo ilikuwa nyumbani. Hapa ndipo ilikuwa na kosi yake. Adui kabisa. Hapa ndio kwenye naikamata tunaikana hapa ikikamata. Na jeshi zangu kabisa. Wewe mnasema wawili mko wawili pale. Niko na wengine tu wenyewe mlikuwa nafuatana vibaisha ni nyeshea. Ndio vile kabisa. Wewe unasimama pale kumlima, pale. Okay, uko mbele hii mlima mrefu ya Muungano wa wazalendo wa lahani vikali wale wanaojiita kuwa ndio wakilishi wa wazalendo jijini Kinshasa kutokana na mazungumzo yanayopangiliwa kufanyika jijini Kinshasa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wapinzani na wadau mbalimbali kwa ajili ya kujaribu kuleta muungano na mshikamano wa wananchi wote DRC. Wazalendo jimboni Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini kwa pamoja wametoa tangazo la kulahani baadhi ya watu wanaojiita ni wawakilishi wa wazalendo ambao wanataka kuweza kushiriki katika mazungumzo hayo. Akizungumza kwa niaba ya wazalendo Kivu ya Kaskazini wakati tunaenda kwenye mazungumzo ya Nairobi ya kwanza, ya Nairobi ya pili na Nairobi ya tatu, hao wanajiita wazalendo wala hawakukuwepo kwenye hayo mazungumzo, na pia tulipoenda kwenye mazungumzo ya Moresa na sehemu zingine wote hao walikuwa hawapo kwenye mazungumzo, na hata tunavozidi kupambania nchi yetu huku kwenye shamba la vita wanaojiita wawakilishi wetu Kinshasa wala hawapo kwenye harakati zetu. Wazalendo wamedhibitisha ya kwamba wanaojipiga kifua huko jimboni Kivu ya Kaskazini na kutuma wawakilishi wao jijini Kinshasa kwamba ndio wawakilishi wa wazalendo, hizo ni taarifa feki, na wanatoa tahadhari kubwa kwa watakaohusika kwa ajili ya kujionesha wao ndio watetezi wa wazalendo kutoka jimboni Kivu ya Kaskazini. Grâce à un comité virtuel national de wazalendo mis en place par un certain Dadi Saleh Idi à Kinshasa. Nous contestons avec le plus grande fermeté toute démarche tendant à reconnaître et à légitimer ce comité issu de personnes étrangères à la résistance n'ayant jamais participé au processus de paix déjà organisé, dont notamment 1. Nairobi 1
2 et 3. 2. Centre Amani de Bukavu. 3. Muresa 1 et 2. 4. Dialogue intercommunautaire tenu à Kinshasa. 5. Et à l'invitation du chef de l'État en avril 2024. Nous rappelons que toute démarche nous concernant exigerait au préalable notre participation pour ne pas donner chance aux opportunistes qui sont à la quête de positionnement politique au détriment des combattants engagés au front qui continuent à tomber sur champ d'honneur. Nous demandons au président de la République, chef de l'État et premier Muzalendo 2. 1. Barrer route aux politiciens ennemis qui les soutiennent et le comité que nous ne reconnaissons pas et qui ne maîtrise rien de ce qui se passe sur les lignes de front, à part les informations ramassées sur les réseaux sociaux. 2. À être consulté pour participer au dialogue qui pointe à l'horizon. Fait à Beni le 28 juillet 2026. Bouingo Karaï Janvier, commandant wa PCLS. Dominique Ndaroutse, commandant CMC, bar FDP. Machano Noa Chui, commandant Maïma Lamuka. Obedingao Patrick, commandant mouvement CRD. Mazero Ubanda Commando, commandant force du Simba. Boaz Delfe Frank, commandant mouvement Maïma Far de Pes. Manouka Maèche Paul, commandant mouvement IPPC. Nitsa Kilimali Kifute Moïse, représentant FDDH Bar Nyaturan. Tchakawale, commandant mouvement patriote victime des massacres. Santa Machelo, Marcelin Chenkukunkuba, le porte-parole Synergie Walikale. Commandant mouvement APDC, Synergie Bonyakil, Baïgi Maguru. Tira Machite, commandant mouvement Uhuru Accent Toto. Saoudi Dunia Inyasi, commandant second mouvement ANCDH Bari AFDP. Chijingi Kotala dédié, commandant mouvement Pareko FF. Maurice Katindi Bassila Jésus, commandant mouvement RMRPDC. Bahati Kunyira Marocain, commandant mouvement GAV. Baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kaskazini ambako wazalendo wanaendelea kuwadhibiti magaidi wa M23 na pia wajanja mjini kuanza kujipendekeza kuwa wao ndio wawakilishi wa wazalendo kwenye mazungumzo ambayo yako yanaandaliwa na rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo jijini Kinshasa, huku wazalendo wakitoa tahadhari kutoka jimboni Kivu ya Kaskazini na kutaka serikali kutokuwaruhusu wajanja hao wa Kinshasa kujaribu kuchukua advantage kwa wazalendo. Tuingie jimboni Kivu ya Kusini. Wazalendo watupie lawama wanasiasa wa Kivu ya Kusini. Hali tofauti kidogo ya Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini ni kwamba wazalendo wa Kivu ya Kusini wao pia wameonyesha kutokuridhika kwao na makundi madogo ya wazalendo ambao sio wazalendo halali, ndani yao wakiwa ni wezi, majambazi waliojigeuza kuwa wazalendo na kuchukua silaha ambao wanatumiwa na wanasiasa kwa maslahi yao binafsi. Taarifa kutoka katika anga la Kinshasa ni kwamba baadhi ya wanasiasa wamewatumia hao wazalendo wasiokuwa halali ambao wanatajika kuwa ni wezi na majambazi waliokuwa ndani ya gereza mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini, na hivyo kupewa silaha badala yake kujiita wazalendo na kupewa nafasi hiyo na kujikuta wameingia katika mapori mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini. Wazalendo wanatoa tahadhari kwa wanasiasa hao kuacha mara moja kuwatumia hao wazalendo wasiokuwa halali kwa lengo la kujikogotea shuka kwenye mazungumzo yanayoandaliwa ndani ya jiji la Kinshasa. Hilo limefanyika kwa mara nyingine tena Kivu ya Kusini, na maelezo zaidi kutoka kwenye uwanja wa mapigano. Alors, espoir ya inchi, population yote na kila mkongomani halisi, espoir kitumainikia chochote kiko kwetu sisi wazalendo. Lakini tunakuwa remarke que no kuko
ni kitu yenyewe nilimwambiaka depuis zamani keno kuko bamwizi ba criminel fulani fulani benye balikamati balifungiwaka wakati yenyewe balifungiwaka mu prison, balikuwa toka mu prison grâce kupitia neema ya hii recuperation ya ba rebelle ba terrorist. Sasa yenyewe wanafika Mugoma, banafika Bukavu, banabomola ba prison centre ba Munzenze, bali ba criminel wote balikimbia mu mapori, banakamata masilaha, nabo balijiita ni bazalendo. Bale bako ni kitu yenyewe naambiaka population yetu kila siku. Alors ba politiciens benye ni ba adui ya inchi, benye bako fabrique be wanatumikia ku intérêt ya adui wa inchi yetu, wa adui ya bakongomani. Bako na basha kuwa na system ya namna gani? Bako deja mu niveau ya Kinshasa, bako mu capital, bali ba politiciens bako na kamata bule bu matrupe budogo bule kwenye, parce que mnajua keno bale ba criminel bale ba mwizi wakati yenyewe walitoka mu prison bana jiorganize, wanakuwa 20 wanakuwa 30, bako na arme 5, anajiita general iko quelque part, mwingine anajiita keno iko colonel iko quelque part, na basoda 5 ama basoda 10, anasimama fasi na sasa na mimi niko general. Alors wa politiciens sasa bako natumikisha bale ba criminel bale ba mwizi bi wanajiita bazalendo mujina yetu, na bale njo wenye bako nafanyaka kunyanyasa na kuiba na kutatiza raia. Alors bale ba mwizi bako nafanya namna gani? Bale baswande za bazalendo wenye haiko wa patriot bako nalalamika ku marezo sociaux, bananzomba misaada, banafanya hiki na hiki. Alors wa politiciens balipata occasion ya kukamata manimero zabo na kuanza kubaita, apwe kubaita banasema keno abo bakamate bale ba politiciens sasa njo bakwe ba representant yabo mu niveau ya capitale. Tellement que non ba politiciens bako contre bazalendo, parce que wanajua que non hakuna politicien, hakuna député mwingine mwenye iko pour le moment. Ba député bote ni ba traître, ba mingi ni ba traître, banatumikia kuendelea ya kunyanya ya kutatiza population, parce que kufa ya raia yetu, kuteseka ya raia yetu njo banapata occasion ya kubakilia mu mapouvoir. Alors banakamata occasion ya kusema kino banatumikisha bale baswande za bazalendo bule budogo bule buma mouvement budogo njo bwenye banautiliser babu présenter mu niveau ya Kinshasa. Sasa yenye bana ba présenter mu niveau ya Kinshasa njo sasa banapenda meme mu présidence mu kila fasi kwenye kuna hitajika representant wa bazalendo, bale ba politiciens njo ba jipresenter comme njo ba representant ya ba VDP bako napigania inchi mu niveau ya Est, mu Nord Kivu na Sud Kivu. Alors tunakuwa remarque que non kuko risque kesho ama kesho yake kila madroit zote zenye zinastahili kukuya huku mu Est, mu Nord Kivu na Sud Kivu, zenye zinastahili kufikia ba VDP zikwe na ingia mu mapoche ama mu mifuko ya bale basondiza ba representant ya bazalendo benye bako fabrique na ba adui. Et pourtant mnajua keno bale ba politiciens kazi yabo ni kuchuruza. Hakuna siku yenye batezi kamata uchungu ya raia baipatie gouvernement, hakuna siku batezi kamata malalamiko ya ba VDP baipatie gouvernement. Boni watu benye banatumika sana kwa intere ya adui wa nchi yetu, nani ule mwenye mnajua yeye peke, ule mwenye iko utilize na Banyarwanda. Baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kusini, ambako nako pia vile wazalendo wanawalaani wanasiasa kwa kuendelea kuwatumikisha vibaya baadhi ya wazalendo wanaoitwa sio wazalendo halali kwa ajili ya kujikuta kwenye mazungumzo yanayoandaliwa na rais wa nchi jijini Kinshasa. Hii ni hali ambayo inaonyesha mkanganyiko unaanza kujitokeza ndani ya wazalendo na tamaa pia ya madaraka imeanza kuwaingia kweli. Tuingie jijini Kinshasa. Matangazo haya uko unasikiza vizuri kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukiwa huko Australia, Canada, USA, Europe, Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Muone Jide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Aiba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mao, mzee wa state ya Maine, Dafeza Daliteshe, Daasha Dale na Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Jacques Baguma kutoka Uganda, Yahaya Hussein kutoka Dar es Salaam, wakiwa bado wako wanaisikiliza Baraka One TV. Ramakei Afrika Kusini, Mohamed Papire Jab kutoka Afrika Kusini, Asani Ramadhan.
Baada ya taarifa hizo, tuingie jijini Kinshasa ambako serikali ya DRC anza mchakato na FDLR. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, waziri anahusika na mchakato wa kikanda Bwana Floribert Anzuruni ameweza kuhakikishia jamii ya kitaifa na kimataifa kwamba hatua muhimu imechukuliwa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kundi la FDLR. Kwa sasa DRC imesaini mkataba wa kuweza kuhamasisha na kuwapokonya na kuwaweka sehemu moja wanamgambo wa FDLR ambao ni kundi la wakimbizi waliokimbia vita ya Rwanda na hivyo kujikuta mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anzuruni amethibitisha ya kwamba wamekwisha kusaini mikataba na hivi tayari FDLR wameweza kujitokeza na kuweka silaha zao chini, baadaye kuwekwa sehemu na hivyo kuweza kupelekwa moja kwa moja nchini Rwanda, ikiwa ni kati ya zile harakati za kuweza kutafuta amani kupitia makubaliano ya Washington kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Rwanda. Engagé tout d'abord à retirer ses troupes de la RDC, à quitter le territoire congolais. C'est ce qu'ils ont appelé la levée des mesures défensives. Et la RDC s'est engagée à neutraliser le mouvement rwandais, rebelle rwandais FDLR. Par neutralisation, nous entendons réduire ce que le Rwanda qualifie de menace, la menace que représenteraient les FDLR vis-à-vis du Rwanda. Et donc aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer, c'est la raison de notre briefing, de vous annoncer qu'il y a eu une évolution importante dans ce sens-là. Les FDLR, après un long processus, donc, comme l'a dit mon collègue, viennent de signer un protocole de démilitarisation, démobilisation et de cantonnement. Alors, permettez que je revienne brièvement sur l'historique des FDLR, parce que ça va nous permettre de comprendre d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Les FDLR, c'est un mouvement rwandais, un mouvement rebelle rwandais, qui est issu des groupes finalement de populations rwandaises qui sont venus, qui se sont réfugiés en RDC depuis 1994 et le génocide au Rwanda, lorsque des centaines de milliers de Rwandais s'étaient réfugiés à l'est de la RDC. Kwa sasa matokeo yanaonekana kuelekea kuwa pazuri na serikali ya Kigali itakosa tena kizingizio, maana hicho ndicho kilikuwa kizingizio kikubwa cha Kigali, huku ikiendelea kulalamikia kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwaficha FDLR, na ndio maana na yeye pia yuko katikati ya DRC kwa ajili ya ulinzi wake. Na baada ya taarifa hizo kutoka jijini Kinshasa, tuingie moja kwa moja ndani ya mkoa wa Haut-Uele ambako Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo hiyo tarehe 29 za mwezi wa 7 2026 aliingia ndani ya mkoa wa Haut-Uele ndani ya mji wa Kamina, ambako amekwenda kutembelea katika kitongoji hicho na kutizama mambo mengi ndani ya uwanja wa Kanyama Kasese, ambako wafanyakazi vijana le bâtisseur ambao hapo awali walikuwa wanaitwa kuluna, wakiwa wanafanya kazi za jamii na kuendeleza kukuza uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Felix alipowasili kwenye uwanja wa ndege alipokelewa na Generali Jean-Pierre Kasongo Kabwika ambaye ni kamanda wa Service National, na baadaye kupata nafasi ya kuzungumza kiwa pamoja na Waziri Mkuu Bijidudu Sobina Tuluka pamoja na mwandishi Anthony Inkizo, rais wa Senate Jean-Marc Sama Lukonde, na pia rais wa nchi aliweza kujielekeza moja kwa moja kwenye ofisi ndogo ndani ya eneo hilo la Kanyama Kasese. Kwa upande mwingine pia Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kupitia vikaratasi barua zilizosomwa kwenye TV ya taifa ya kufanya mabadiliko mbalimbali ndani ya sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,
huku baadhi ya majaji wakiweza kuondolewa na kuwekwa pembeni, yote ikiwa ni katika mchakato wa kujaribu kuimarisha chombo hicho cha sheria kwa ajili ya kuweza kutafuta haki kwa kila Mkongomani. Na vile vile wapinzani wameweza kupinga katu kauli ya mahakama ya kikatiba iliyoruhusu sasa hivi kura ya maoni kuweza kupigwa kwa ajili ya mabadiliko ya katiba punde tu baada ya kutangazwa kwamba inastahili na imepitishwa na mahakama ya katiba. Wapinzani wa muungano wa C64 Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund, Delice Sanga na wenzao wamekutana moja kwa moja na kutoa matamshi ambayo wamesema kwamba wanapingana na maamuzi ya mahakama ya katiba kwa ajili ya kuweza kuipa sheria serikali kuelekea mabadiliko ya katiba, na hivyo wanasema lazima tarehe 15 za mwezi wa 8 watarudilia kwenye michakato yao ya maandamano jijini Kinshasa. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye bye.